السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها وجه الله، ndugu zangu Waislamu, nakuhusieni na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hutuba iliyopita tulizungumzia fadhila za mwezi wa Shaaban na yale yaliyomo katika maelekezo na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa minha kathratu siyam fi hadha ash-shahr, na miongoni mwa mafunzo hayo ni kukithirisha kufunga katika mwezi huu wa Shaaban, hali ya kuwa ni maandalizi kwa ajili ya kufikia mwezi wa Ramadhan. Kadhalika tukataja halu salaf walivyokuwa katika mwezi wa Shaaban, wakijikita sana katika upande wa kusoma sana Qur'ani kwa wingi, na walikuwa wanatenga muda mwingi na kuacha shughuli zao mbalimbali, kupunguza ishtighali zao kwa ajili ya kuitumikia Qur'ani, hasa katika upande wa kuisoma na kuizingatia. Lakini kadhalika tukasema ya kwamba yapo mambo yamezushwa na watu wa bid'a tangu hapo zamani, yanayofungamana na mwezi huu wa Shaaban, yananasibishwa katika mwezi huu wa Shaaban, na hali ya kuwa swala la uzushi mara kwa mara ahlus sunna wanasimama kukemea masala ya uzushi katika dini, mpaka imekuwa kama nembo yao. Yani watu pia huwafanyia istihza kwamba hawa kila kitu bid'a, kila kitu bid'a, wakikusudia kwamba yale yanayokatazwa hawataki kuyaacha, mpaka vitu vingine havihusiani na dini pia wakavitaja katika bid'a, kama hali ya kuwacheza shere ahlus sunnah wal jamaa. Ndugu zangu Waislamu, suala la kuzua katika dini limekemewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, kadhalika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam sahiha, na mwenendo wa watu wema wa mwanzo waliotangulia katika hii dini uko wazi kwamba neno yao na vitendo vyao katika kukemea mambo ya kuzuliwa katika dini. Allah ta'ala anasema, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, basi ifuateni. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitafsiri aya hii vizuri kabisa, lakini Allah akasema wala tattabi'u subul. يقول مجاهد رحمه الله تعالى أي البدع والشبهات، wala msifuate njia nyingi
hapo inakusudiwa bid'a na mambo ya kutatiza katika dini, watu wakaacha njia ya wazi ambayo ni njia moja tu, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu as-sirat, al-Imam Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala anasema as-siratul mustaqim huwa as-sabilu alladhi da'a Allahu ilayhi, njia iliyonyooka ndio ile ambayo Allah ameilingania watu waifuate. Wa huwa sunna, nayo ni sunna, ndio njia yenyewe. Kwa hiyo yale mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio as-siratul mustaqim, na as-subul ni yale yatakayozuliwa. Kwa suala la kuzuliwa limetahadharishwa lisifuatwe katika Qur'ani. Kadhalika Allah Ta'ala anasema wa 'ala Allahi qasdu as-sabili wa minha ja'irun al-aya, na juu yake Allah subhanahu wa ta'ala kuibainisha njia ya haki. Yeye Allah ndiye anayebainisha njia ya haki, na zipo katika hizo njia ambazo ni za batili, zimeacha njia ya haki na zimekwenda kombo. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى السبيل القصد هو طريق الحق، njia ya haki ndo tariqul qasd, wama siwahu min at-turuq ja'irun, na njia nyingine zobaki zote ukiachilia njia ya haki iliyobainishwa na Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lolote litakalonasibishwa na dini hiyo itakuwa ni katika njia za ja'irun anil haqqi, hiyo itakuwa imepondoka na kuiacha haki. Katika hayo ni hali insha Allah ambayo nitayataja katika khutba yangu hii biidhnillah, watu ambao wameyanasibisha na mwezi wa Shaabani hali ya kuwa ni uzushi kama wanavyoeleza maulama. Ibadallah, يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، anasema al-Imam Ibn Rajab rahmatullahi alayhi, fakadhalika qiyamu lailati nisfi min Shaaban, akitaja katika mambo yaliyozuliwa sema kadhalika kuswali katika usiku wa katikati ya Shaaban, lam yathbut fiha shay'un anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haijathibiti hadithi mafunzo yoyote kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala an ashabi, wala kutoka kwa masahaba zake. Haijathibiti kwamba kuna swala maalum itaswaliwa usiku wa katikati ya mwezi wa Shaaban. Sheikh Ali Mahfudh rahimahullah kwenye kitabu chake Al-Ibda' anasema wa min al-mawasimi allati nasabuha lish-shar'i, na miongoni mwa misimu ambayo wameinasibisha katika sheria ya Uislamu, lailatun nisfi min Shaaban, ni usiku wa katikati ya Shaaban, ala za'mihim, kwa madai yao kwamba kuna fadhila hapo wakanasibisha katika dini. Fa inna as-salafa as-salih, kwa hakika watu wema waliotangulia, lam yakun lahum adatun, hapakuwa na kawaida kwao wale watu wema waliotangulia, hakukuwa kwao na kawaida bitakhsisi yaumin au lailatin, kwa kuhusisha mchana fulani au usiku fulani, bil ibadati, kwa kuweka ibada, kwamba wakazua tu mchana fulani basi kuna ibada hii, leo kuna funga, ukifunga inakuwa hivi na hivi. Wao tu wakazua, hawakuwa wakiweka jambo hilo illa idha thabata anin nabiy sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa ikithibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama wa sahabatihi alkiram, na masahaba zake wema watukufu. Likawa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelekeza, ima litaingia kwenye zile adilla ambazo ni amma, kama ni khassa, au inawezekana ikaingia tahta adilla al-amma, ikawa hakuna nasi maalum kuhusu ibada hiyo, lakini imeingia katika zile dalili za ujumla, sio kuzuliwa, zikaingia katika dalili ya ujumla kama linavyobainishwa na wanawachuoni. Lakini halipo hilo, swala imeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na swala zimedhibitiwa akizoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwaka, za mchana, za usiku, wamedhibiti sura zikizosomwa, sikwambii idadi ya rakaa na kaifia, sura ambazo akisoma hata swala za siri, adhuhuri, alasiri, masahaba
wanataja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wakati mwingine yusmi'uhumul aya, anawasikilizisha wao aya moja anaitamka wapate kujua imesoma sura gani, na wakati mwingine wakifuatilia mtikisiko wa ndevu zake wakajua kwamba amesoma sura gani. Hakadha kana as-salaf rahmatullahi alayhi. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد رويت صلاة هذه الليلة. Pokezwa riwaya nyingi tu zikielezea swala za usiku huu, aani lailatan nisfi min Shaaban, na kusudia usiku wa katikati ya Shaaban, ala anha'in mukhtalifa, kwa njia mbalimbali watu wamezitaja riwaya. Kulluha batilatun, zote hizo ni batili, maudhu'atun, za kutunga. Hadithi zote zinazoelezea fadhila ya nisfu Shaaban ni maudhu'a, za kutunga. Hata Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala pia amesema maneno kama hayo: wa min albid'i allati ahdathaha ba'dhu an-nas, na miongoni mwa mambo ya bid'a ambayo wamezua baadhi ya watu, bid'atul ihtifali bi lailatin nisfi min Sha'ban, ni bid'a uzushi wa kusherekea usiku wa katikati ya Shaaban, wa takhsisi yaumiha bisiyam, na kuhusisha mchana wake kwa kufunga. Usiku wataswali, mchana watafunga. Walaysa ala dhalika dalilun yajuzu li'timadu alayhi, na hakuna katika hilo ushahidi, hoja, dalili yoyote ambayo inafaa kuitegemea. Waqad warada fi fadliha ahadithu dha'ifatun, na zimekuja kuelezea fadhila za usiku huo hadithi nyingi dhaifa, la yajuzu li'timadu alaiha, haifai kuzitegemea. Amma ma warada fi fadli salati fiha, ama zile zilizokuja kuelezea fadhila za kuswali katika usiku huo, fakulluhu mawdhu'un, hadithi zote ni za uzushi, amezuliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama nabaha dhalika kathirun min ahli alilmi, kama walivyotanabahisha hilo wengi katika maulama. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wattabi'ina lahum biihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umekingwa na kuabudiwa Allah kwa kusingiziwa na kumzulia. Qur'ani ukiangalia mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu watu waliopita huku Mayahudi na Manasara wamewazulia manabii wao mambo mengi sana. Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza Waislamu wasiwe hivyo, wala takunu kalladhina utul kitaba min qablu, na wala msiwe kama wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, zikarefuka kwao zama tangu kuondoka manabii wao. Faqasat qulubuhum, ikasusua mioyo yao, ikawa ni misusuwavu kufuata mafunzo yaliyo ndani ya vitabu vya manabii, kwa sababu muda umekuwa mrefu, dini imesahaulika, yale mafunzo walioachiwa na manabii yakasahaulika. Wakathirun minhum fasiqun, na wengi katika wao wamekuwa ni watu mafasiki waovu, kwa sababu wamenasibisha mambo katika dini ambayo hayahusu, mambo mbalimbali. Kadhalika Waislamu wamekatazwa hilo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila katika munasaba khutba akisimama katika mimbar atataja: fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha, na mambo yaliyokuwa ya shari ni yale yaliyozuliwa. Wa kullu muhdathatin bid'ah, kila khutba akisimama anasema hivyo. Na kwenye minasaba ya ndoa akiozesha alikuwa anasema hivyo. Al-Imam Ahmad rahimahullah alikuwa akihudhuria katika ndoa ambayo yule muozeshaji hakusoma mukaddima huu, ananyanyuka anaondoka zake. Tahadhari
ya mambo ya kuzuliwa. Allah hajaweka utaratibu kama huu. Innama yaftari alkadhiba alladhina la yu'minuna biayati Allah wa ulaika humul kadhibun. Na hili ndilo ambalo wanalitawalia watu wa bid'a. Sunna iko lakini wataweka lao. Pale ambapo hapakufanywa watafanya, pale walipoambiwa wasifanye hivi watafanya hivi, kwa sababu ya kuzua katika dini. Na ufasiki umewaandama na watu wengi wakawa wajinga kutoijua dini kwa sababu ya viongozi ambao ni mafasiki wa kuongoza watu katika bid'a. Ndugu zangu Waislamu, hilo nilolitaja suala la nisfu Shaaban, na wengine wanasema kwamba unasoma Yasini 3, wanafanya wenyewe magharibi, baina al-maghrib wal isha kuna Yasini moja ya kuongezewa umri, na nyingine ya kuzuiliwa siju na majanga, na nyingine ya kuzidishiwa riziki. Pamoja na hizo Yasini pia waenda kwa waganga kwa sababu ya kupata riziki, na hizo Yasini wanazo. Sababu si wa kweli. Mtu la yusalli, mtu zani, mwizi, mzinifu, mvuta bangi, fanya kadha, atataka Yasini moja akisoma umri wake uwe mrefu. Afanye nini? Avute bangi sana au afanyeje? Maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka hivyo kwamba watu wakisoma Yasini kwa ajili ya kupata umri mrefu. Yako wapi mambo hayo? Wala Yasini kwa sababu riziki ziwe nyingi. Yako wapi maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Achilia mbali kuyanasibisha katika nisfu ya Shaaban. Na haya yanafanyika, tumeyashuhudia kwa macho yetu na tumeyahudhuria wakati huo mambo kama hayo. Kwa hiyo tuyajua kwamba yanafanyika hivyo katika majumba na katika misikiti. Ndugu zangu Waislamu, kwa sababu bid'a hiyo imeletwa kwa kuitakidi kwamba ati katika usiku wa katikati ya Shaaban ndipo upangwa riziki za waja, bali kuna wengine wamekwenda mbali zaidi kwamba mtu akifa wakati huo anaenda peponi kwa sababu Allah anakuwa kwenye kikao na malaika. Kwa hiyo kama ameghafilika vile, mtu ukifa tu umepenya, yani kama vile haujaonekana. Vipi Muislamu atazungumza maneno haya? Ndugu zangu Waislamu, suala la kugaiwa riziki halifanyiki katika usiku wa katikati ya Shaaban. Qur'ani wanawachuoni wa tafsiri ukienda wote wazungumzi hivyo. Watu wa bid'a ndio wanasema hivyo, wakaita qismatu arrizqi, usiku ule wa kugaiwa riziki. Allah Ta'ala anasema Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema annahu ishtahara, kwa hakika imetangaa, inda kathirin minan nasi, mbele za watu wengi, anna lailatan nisfi min Shaaban, kwamba usiku wa katikati ya Shaaban yuqaddaru fiha ma yakunu fil aam, ndio ukadiriwa yale yanayotokea kwa mwaka mzima. Atakula hivi mtu, atafanya hivi, ataoa, ataacha, atafanya, ndani ya mwaka mzima inapangwa hivyo. Baada ya kuwa riziki imeshapangwa yote, mtu tangu miezi 4 tumboni mwa mama yake, alafu kile kinachoteremka kila mwaka kinafanyika katika usiku huu wanavodai. Wa hadha batilun, na jambo hili si kweli, ni uongo. Fa innal laylata allati yuqaddaru fiha ma yakunu fil aam hiya laylatul qadr, huo ni usiku wa Lailatul Qadr. Akaitaja hizi ayati nilizosoma, Hamim wal kitabil mubin. Hamim, na hapa kwa kitabu chenye kubainisha. Inna anzalnahu, kwa hakika sisi tumeiteremsha hiyo Qur'ani, fi lailatin mubaraka, katika usiku uliobarikiwa. Inna kunna mundhirin, hakika sisi ni waonyaji. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, katika usiku huo hubainishwa kila jambo la hikima. Usiku huo ulioteremshwa Qur'ani ndipo panapobainishwa mambo. Usiku ulioteremshwa Qur'ani ni upi? Akaendelea Sheikh Ibn Uthaymeen akasema, wa hadhihi lailatu, na usiku huo, allati unzila fihi alquran, ambayo imeteremshwa ndani yake Qur'ani, hiya lailatul qadr, ni usiku wa lailatul qadr, kama qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr, kwa hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika lailatul qadr, usiku wenye cheo. Wa hiya fi Ramadhan, na usiku huo unapatikana katika Ramadhan, lianna Allah ta'ala anzala alqur'ana fi, kwa sababu Allah ameteremsha Qur'ani katika Ramadhan.
qala ta'ala shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Kwa hiyo usiku wa Lailatul Qadr unapatikana katika Ramadhani, na huo ndio usiku ambao yufraku kullu amrin hakim. Ndugu zangu Waislamu, nitamalizia hutuba yangu kwa kutaja baadhi ya hadithi zinatumika dhaifu au itakuwa ni maudhu zikielezea ibada katika usiku huo. Miongoni mwa hizo ni ile inayosema idha kanat lailatun nisfi min Sha'ban, unapofika usiku wa katikati ya Sha'ban, faqumu lailaha wasumu yawmaha, simameni usiku wake kuswali na fungeni mchana wake. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi hii kwamba si hadithi sahihi katika al-Ilalul Mutanahiya. Kadhalik ni maneno yanayosema 5 layalin, katika nyusiku 5 la turaddu fihinna ad-da'wa, hayakataliwi katika nyusiku hizo maombi, hayarudishwi, yanakubaliwa. Awwalu lailatin min Rajab, kwanza wakati usiku wa kwanza wa Rajab, wa lailatu an-nisfi min Sha'ban, na usiku wa katikati ya Sha'ban, na nyingine wakazitaja, lakini hapa ninataja kwa munasaba huu. Hadithi hiyo pia si sahihi ya kutunga kama alivyobainisha Sheikh Al-Albani rahimahullah katika as-silsila ad-dha'ifa. Kadhalika nyingine inasema man ahya lailatal eid, atakaye swali usiku wa kuamkia idi mbili, Eid al-Adha na Eid al-Fitr, wa lailatan nisfi min Sha'ban, na usiku wa katikati ya Sha'ban, lam yamut qalbuhu, hautakufa moyo wake, yauma tamutu fihi alqulub, siku ambayo zitakufa nyoyo, moyo wake yeye utabaki kuwa uko hai na umesalimika. Yote haya ni maneno yamesingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utasikia kwenye maredio, kwenye matv na mashekhe wakubwa na malemba makubwa wamevaa, lakini wanamsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika misikiti, kwa sababu ni ada ya watu wa bid'a. Tahadharini ndugu zangu Waislamu, tubaki katika maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama na tujiepushe na mambo ya bid'a na watu wa bid'a kadhalika. Nasallallahu an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.